Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu, na leo tunatoa sehemu ya 5, namna ya kushughulikia roho ya hofu. Cha kwanza, tunakushauri omba maombi yanayoanzia lisali moja kuendelea. Yesu alisema kwamba kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo kuna mambo, hofu ni jaribu pia. Unapoomba kwa muda mrefu nafsi yako inajengwa, lakini tunahimiza kama unaweza kuomba kwa kunena kwa lugha, fanya hivyo, kwa sababu Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 14, yeye anenaye kwa lugha, Biblia inasema nini? Yeye anenaye kwa lugha anaongea na Mungu. Na Yuda 1:20 anasema kwamba ukinena kwa lugha unaijenga nafsi yako. Hofu inashambulia nafsi. Kwa hiyo kama inashambulia nafsi, omba kwa muda mrefu ili kuizuia. 2, soma neno la Mungu kupandisha kiwango chako cha imani. Hii ni kwa sababu Warumi 10 mstari wa 18 inasema imani huja kwa kusikia, na kusikia kunakotokana na neno la Mungu. Kwa hiyo soma neno la Mungu sana na kulitafakari ili kiwango chako cha imani kiweze kupanda. 3, namna ya kuzuia hofu, kiri maneno ya ushindi mara kwa mara ili kuimarisha ukubwa wa imani yako. Kwa mfano, kama ukiambiwa huwezi, mtangazie shetani kwamba nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Ukiambiwa huna msaada, basi kiri ya kwamba msaada upo, msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo kuna maneno mengi tu ya kukiri ya kwamba mimi ni mshindi, mimi nimeokolewa, mimi nitashinda, hili nitalivuka, hata hili litapita. Kiri maneno mengi ya ushindi katika nafsi yako. 4, punguza kusikia habari za ulimwengu huu na umsikilize Roho Mtakatifu zaidi. Isaya 48 mstari wa 17 na Zaburi ya 32 mstari wa 8. Roho Mtakatifu anatuelekeza kwamba atatufundisha na kutuongoza na kutuelekeza. Kwa hiyo tukubali kabisa kumsikiliza Roho Mtakatifu zaidi kuliko kusikiliza habari zilizobeba hofu, mashaka na kukatisha tamaa mara kwa mara. 5, kubali kuombewa hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Na hii iko kwenye kile kitabu cha Yakobo 5. Anasema kwamba ombeaneni ninyi kwa ninyi mpate kuponywa. Maombi ya mwenye haki yanafaa sana. Akiomba kwa imani, basi anapona. Akiomba kwa bidii, akiomba kwa imani, Mungu anamponya. Kwa hiyo kubali kuombewa. Hata maombi ni silaha kubwa ya kumshinda shetani na kumwangusha. Na hofu ni silaha inayotumiwa na shetani. Kwa hiyo ukifuata njia hizi 5, utakuwa tayari umeshaishughulikia hiyo roho ya hofu ambayo inayatesa maisha yako. Sasa ninaomba uanze kufanya procedure hizi ili uweze kuvuka mahali unapopita. Kabla sijamaliza sehemu hii, nahitaji sasa kuongoza sala ya toba wale ambao hawajampokea Yesu, ili wampokee Yesu, wafanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao mara moja. Baba wa mbinguni, sema: Baba, katika jina la Yesu naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Lifute jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Naomba sasa umlete Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu, achukue uongozi ndani yangu tangu sasa. Naomba aniondolee hofu na anivike ujasiri kuanzia sasa. Ninaomba wema na fadhili zako zinifuate siku zote za maisha yangu. Amen. Tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa ajili ya mtazamaji wetu ambaye tayari amekwisha kukiri maisha kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tunamweka mkononi mwako na kumfunika. Tena tunakuomba sasa roho ya hofu ikapate kuvunjika. Maana ndivyo lilivyo katika neno lako la kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 1 mstari wa 18. Ulisema ya kwamba watashindana naye lakini hawatashinda, watapigana naye lakini hawatashinda, maana wewe uko pamoja naye ili umuokoe. Asante kwa sababu unaenda kumuokoa. Navunja na kuporomosha hofu na mashaka yote, na nakiri ya kwamba atakwenda kushinda na zaidi ya kushinda. Amen. Unaweza ukatumia namba hizo kututumia ushuhuda, au kama una maswali zaidi katika sehemu hii ya 5, na sisi tutayajibu katika barua pepe. Mungu akubariki sana kwa kutufuatilia. Amen.